mnamo mwaka 2012 nilipohitimu, nilijua kwamba mambo ya elimu yataishia darasani, lakini nitakuja kufanya kazi kwa kutumia ile elimu. Lakini nimekuja nikagundua kwamba kuna mambo mengine ambayo yanaishia ofisini, lakini kuna mambo ya kijamii ambayo natakiwa mimi niwe na jitihada binafsi. Kwa hiyo baada ya mwaka 2012 nilibahatika kurudi tena nchini Ujerumani na kukutana na rafiki zangu ambao tulisoma nao, na tukaona kwamba muda wetu wa shule ulishapita. Kwa hiyo tunatakiwa tuendelee kuwasiliana na kufanya kazi kwa pamoja na katika kuisaidia au kuzisaidia jamii zetu. Na mimi niliwashauri wenzangu, na ombi lile walilikubali, wakaanzisha umoja wao unaitwa Weltaveit. Lakini baadaye umoja huu ukazaa umoja mwingine mkubwa ambao unaitwa Global Action Network, ambapo wahitimu mbalimbali waliosoma nchini Ujerumani wanawasiliana na wanafanya kazi pamoja. Kwa hiyo na mimi kwa Tanzania nikawa nafanya kazi, lakini hazikuwa rasmi sana, kwa maana nilikuwa nafanya jitihada za kufundisha watu ufugaji nyuki, kutoa elimu ya upandaji miti, lakini pia kutoa elimu ya utunzaji wa vyanzo vya maji. Na miaka kadhaa iliyopita nikiwa Lushoto na Mheshimiwa Dr. Shunda, diwani wa kata ya Ngulwi, tulikuwa na wageni takribani nchi 7 kutoka Afrika Mashariki, lakini pia tulikuwa na wageni kutoka Ulaya, hususan kutoka nchini Ujerumani. Tulikuwa na semina ya maji. Kwa hiyo baada ya mimi kuendelea na jitihada hizi ambazo sio rasmi, ikafika baadaye sasa nikaona inatakiwa niwe rasmi. Pamoja na kwamba mahitaji ni makubwa na mimi nina kazi za kiserikali, lakini nifungue fursa kwa kusaidia wananchi kupitia shirika hili. Kwa hiyo ndipo ambapo nikaanza taratibu za usajili, na nashukuru kwamba nilipata ushirikiano mkubwa wa viongozi wangu, hususan kwenye ngazi ya mtaa, kwenye ngazi ya kata, na pia viongozi wangu wa chama. Mheshimiwa Matata ambaye ni mwenyekiti wa kata alinipa ushirikiano mkubwa, nikakamilisha usajili. Na bahati nzuri tayari mwaka jana nilikuwa nimeenda nchini Msumbiji, wafadhili wakanikubalia kwamba ombi langu la kuanzisha kituo hiki na kujenga ofisi limekubaliwa. Kwa hiyo nikafanikiwa kuanza ujenzi, na kwa kushirikiana na wenzangu ambao niko nao, mwenyekiti wangu na wajumbe wa bodi na wengine, tumefanikisha jitihada hizi, na nashukuru kwamba jamii imekuja kutuunga mkono. Kazi hii haishii hapa, ni endelevu. Na leo bahati nzuri tumepata wageni mbalimbali kutoka nje ya nchi, wapo hapa kutoka Ufaransa, Italy, kutoka Ujerumani wapo, lakini pia wapo wafugaji nyuki kutoka sehemu mbalimbali, na hasa kundi lililoingia kwa sasa ambao wanatoka bonde la Mto Ruvu, ambalo Mheshimiwa mkuu wa wilaya na wakuu wa wilaya wengine wote waliopita nimekuwa nikiwashuhudia na kushiriki kwenye semina zao, kwenye kamati zao, hata kamati ya usalama wilaya. Kunapokuwa na changamoto kubwa ya uhaba wa maji kwa mikoa yetu mitatu ya Dar es Salaam, Pwani, Morogoro, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais huwa wanazungumza, na wanapozungumza katika maeneo ambayo huwa viongozi wanaangaliwa kwa umakini ni wilaya ya Kibaha, kwa sababu mtambo huu pamoja na kwamba uko katikati ya Chalinze na Kibaha, lakini Kibaha ndipo ambapo pia kuna msitu huu wa Ruvu ambao kwa kiasi kikubwa uharibifu pia uko pale. Kwa hiyo sisi shirika letu tunashukuru kwamba tunakuja kuongeza jitihada hizi, na nawashukuru wote mliofika, kwa maana kwamba tumetoa malengo yetu kwa mwaka huu na kwa miaka inayokuja, lakini mafanikio yatatokana na ushirikiano wetu. Sisi tunaongozwa na maono kwamba mabadiliko ya tabia nchi, uharibifu wa mazingira ni jambo ambalo lina athari kubwa kwenye jamii yetu sasa na hata baadaye. Kwa hiyo naomba niishie hapa kuhusiana na utambulisho, lakini pia niingie sasa kwenye kuisoma risala kama ambavyo ratiba inaelekeza. Ndugu wananchi na wadau wa mazingira, awali ya yote tunamshukuru Mungu kwa neema yake ambayo hata sasa kwetu ni upendeleo, na ambapo leo hii tunakamilisha ndoto yetu ya kwanza ya ufunguzi wa jengo jipya la kisasa. Aidha, nichukue fursa hii kumshukuru na kumpongeza mtetezi nambari 1 wa hifadhi na usafi wa mazingira nchini, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na serikali yake kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, shirika letu ni shirika lisilokuwa la kiserikali linalojihusisha na utunzaji wa mazingira pamoja na utoaji wa elimu kuhusu ufugaji nyuki, sambamba na utoaji wa elimu ya ujasiriamali, ambapo shirika letu limesajiliwa rasmi
tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka 2024. Leo hii tarehe 23 Aprili mwaka huu 2025 tunazindua jengo hili la ofisi, ambapo ndipo patakuwa makao makuu ya shirika letu, na limekamilika kwa 99.9%, ambapo lina vyumba viwili vya madarasa, ofisi mbili, vyoo viwili, bafu pamoja na ukumbi mmoja wa mikutano, kwa kutambua jitihada za serikali ya awamu ya sita ya Daktari Samia Suluhu Hassan kutatua changamoto za ajira kwa kuwajengea uwezo wa Tanzania wanawake, wanaume, vijana, na kutambua fursa za uhifadhi wa mazingira pamoja na ufugaji nyuki. Mheshimiwa mgeni rasmi, KECA, shirika letu ambalo litatekeleza miradi hii yote kutoka kwa wadau, hususan kutoka katika kutoa mafunzo ya ufugaji nyuki, kuhifadhi mazingira na kukuza uchumi wa taifa kama inavyoelekeza Sera ya Taifa ya Ufugaji Nyuki ya mwaka 1998, Sheria ya Ufugaji Nyuki ya namba 15 mwaka 2002 na Kanuni ya Ufugaji Nyuki ya mwaka 2005, ambapo inaelekeza mambo makuu matatu, kwa maana kukuza uchumi, kuhifadhi mazingira, manufaa ya kijamii, pamoja na sera ya kitaifa ambazo ni mazingira leo, dunia yetu kesho. Uwepo wa jengo hili ni mafanikio makubwa katika halmashauri, katika manispaa yetu ya Kibaha, mkoa wa Pwani, kwa kuwa itaimarisha mahusiano chanya na serikali yetu, kwa kuwa itatimiza malengo ya kuwakwamua wananchi na changamoto za ajira. Tuna mafanikio ambayo kama taasisi tumeweza kuyaona, hasa baada ya kuanza kutoa elimu ya uhifadhi wa mazingira, ufugaji nyuki, ambapo mosi, kuwekeza kupata ufadhili kujenga jengo hili; pili, kuweza kupata wadau pamoja na vikundi, watu binafsi wenye nia ya kufuga nyuki na kuhifadhi mazingira, hasa upandaji wa miti ya mianzi; tatu, tumeweza kufungua milango ya masoko kwa nchi za nje, hususan nchi ya Ujerumani, kuhusiana na mazao ya nyuki. Uwepo wa jengo hili unatambua changamoto baadhi na tulizigeuza kuwa fursa, kwa maana kuwa faida. Kwanza, tuliona changamoto ya asali na bidhaa za nyuki, hivyo tumeanza kutafuta wadau wa masoko ndani na nje ya nchi na kutoa elimu kwa wafugaji nyuki ili mazao ya nyuki yaweze kufikia kiwango cha masoko ya ndani na nje ya nchi. Pili, ukosefu wa vifaa na teknolojia ya kisasa, hivyo tunajitahidi kutoa elimu kuhusiana na matumizi ya mizinga ya kisasa na mbinu ya kisasa ya uvunaji wa asali. Tatu, ukosefu wa ajira, hivyo shirika letu tutatoa elimu na kuwashika mkono vijana ili waweze kujiajiri kuliko kutamani kuajiriwa peke yake.